Na hujambo na karibu msikilizaji wa Gakondo TV mahali pote ulipo duniani, natumai ubuheri wa afya. Nikukaribisha kwenye habari zetu za hivi sasa siku ya leo Alhamisi tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Mpenzi msikilizaji, ulipo ndipo na unastahili kuwepo. Nikukumbushe, kama hujabonyeza alama ya subscribe waweza kubonyeza alama hiyo ili uendelee kuona habari tunazokuandalia kila siku. Jina langu ni Hosbon Ndagiro. Habari zetu tutaangazia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku viongozi mbalimbali wakiendelea kujiunga na AFC M23 Twirwaneho baada ya kuona kuwa uongozi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi ukiendelea kudhulumu wakaaji na raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muktasari wa habari. Gavana wa zamani wa Sankuru Joseph Stefan Mukumadi alitangaza rasmi kuwa amejiunga na muungano wa Alliance Fleuve Congo M23 Twirwaneho wakati taarifa iliyotolewa kwa umma Alhamisi hii. Kwa hivyo anadai kuhusika katika muungano huu wa Alliance Fleuve Congo ambao wana lengo na nia ya kuondoa uongozi mbaya wa Rais Felix Antoine Tshisekedi, rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anaendelea kufanya ubaguzi na kuendeleza mashambulizi na vita kali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akibagua raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Gavana wa zamani wa Sankuru Joseph Stefan Mukumadi alitangaza rasmi kuwa amejiunga na muungano wa Alliance Fleuve Congo M23 Twirwaneho wakati wa taarifa iliyotolewa kwa umma Alhamisi hii. Kwa hivyo anadai kuhusika katika muungano wa Alliance Fleuve Congo Twirwaneho M23, hilo analolielezea kama mapinduzi kinyume na mamlaka ya Kinshasa, huku wakiendelea kubagua wakazi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia ambao hawana utulivu, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kuyumbisha usalama wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni viongozi mbalimbali ambao tayari wameshajiunga na Alliance Fleuve Congo M23 Twirwaneho, huku wote wakiwa na lengo ya kuondoa uongozi mbaya wa Rais Felix Antoine Tshisekedi, ambaye anaendelea kutoa vifaa vya kijeshi ikiwemo silaha nzito kwa wakazi wa wazalendo au kwa makabila mengine ili waendelee kupiganisha kabila la Watutsi mashariki mwa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo hili linaendelea kuzorotesha usalama wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyu alianza akisema, mimi ni mwanachama wa Alliance Fleuve Congo, alitangaza Joseph Mukumadi, akithibitisha kwamba alitaka kubadilishana na mratibu wa vuguvugu kuhusu masuala yanayohusu Jamhuri ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaamini kwamba njia zote ni nzuri kuwaondoa wale wanaoharibu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na anatoa wito kwa Wakongo wote kwa ujumla kujikuta katika mapinduzi haya ambayo rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, huku akiungana na wapambe wake wakiwemo serikali ya Burundi, kuendelea kuyumbisha usalama wa nchi ya Kongo, huku viongozi hawa wakitia juhudi zao na kufunga mkanda ili waweze kuondoa uongozi huu mbaya. Gavana huyo wa zamani anashutumu kile anachoeleza kama kutekwa kwa taifa na wachache wa kisiasa. Kuna tabaka la kisiasa lao ambalo linadhani kwamba ndiyo pekee linaweza kuamua juu ya mamilioni ya Wakongo. Anathibitisha kwamba vuguvugu la Alliance Fleuve Congo sasa linajumuisha matumaini ya muda mrefu ya ndoto. Anaotoa wito wa mkutano mkubwa zaidi ya mgawanyiko nchini humo. Aliyechaguliwa mwaka 2019 katika mazingira ya kitamatisha, Joseph Mukumadi aliona ugombeaji wake kwamba ukibadilishwa kwa misingi ya uraia wa Ufaransa unaodaiwa kabla ya kurekebishwa na Seni. Uchaguzi wake ulikuwa na upinzani mkali, haswa na waziri wa zamani Lambert Mende, huku ghasia zikiripotiwa huko Lusambo ambapo mtu mmoja alikuwa ameuawa.
Mnamo Februari mwaka 2025 chama chake Action des Democrates AD kilijiondoa kwenye muungano wa kitaifa wa USN, muungano wa rais. Katika taarifa yake Ijumaa hii, Joseph Mukumadi pia alisifu jukumu la mratibu wa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa aliyewasilishwa kama yule anayeleta pamoja wale waliokata mfumo wa zamani. Viongozi mbalimbali huku wakiendelea kujiunga na AFC M23, huku wote wakitaka kutia kikomo kwenye uongozi mbaya wa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Ni gavana wa zamani wa Sankuru ambaye amethibitisha kwamba amejiunga na Alliance Fleuve Congo AFC M23 Twirwaneho. Hizi ndizo habari, mpenzi msikilizaji, ambazo tulikuwa tumekuandalia. Langu jina ni Hosbon Ndagironen. Kukumbushe, kama hujabonyeza alama ya subscribe, waweza kubonyeza alama hiyo ili uendelee kuona habari tunazokuandalia kila siku, nikikutakia kila laheri na kuwa na siku njema. Nico gisubizo ca mbere mu buzima, kirazira gutega amaboko agakubitwayo. Nibwo butware bwa mbere ugomba kwitwaza. Kwigwanaho ubura umuntu w'intwari kandi w'umugabo, nubibonye wese aragukunda akagushigikira. Hayiwe kamuha akimuha n'akazi imvura ihise, ni wowe mugani bahora bavuga burya n'ukuri. Rwanda ho ruzahagurukira, ruzasanga nawe wihagazeho, atari uko nshuti yanjye wabura yepfo na ya ruguru. Nta muntu ugukunda iyo uriyo mu myonga, ariko yawazamutse ukagera ku musozi yoho, rubanda rwose rurakubona rugatangira ati twaragusengeye. Kwigwanaho ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu wese yo. Byagera iyo urengana wihagarara inshuro igihumbi. Kwigwanaho niyo ntwari yonyine ikubereye nanjye ndereye yo. Harakabaho twigwaneho, harakama bakabyara, ubaye umugisha, ubamare gukoba, nukuri wabe hafi. Harakabaho twigwaneho, harakabaho ababyeyi, harakabaho twigwaneho, barakama bakabyara, ubaye umugisha, ubamare gukoba, nukuri wabe hafi. Harakabaho twigwaneho. Kirazira kuba udafite gakondo iwanyu, bahora bababesha ati ni iwanyu, ariko bahora babacira mu maso babatoteza, babagize nk'ibicibwa. Harakabaho twigwaneho, harakama bakabyara, ubaye umugisha, ubamare gukoba, nukuri wabe hafi. Harakabaho twigwaneho, babaze